Tunasherehekea awamu ya 5 ya maadhimisho ya siku ya Kiswahili katika dunia nzima, lakini kwa upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki itafanyika nchini Burundi, na maadhimisho hayo yatafanyika kwa pamoja na kongamano la 3 la kimataifa la Kamisheni ya Kiswahili ambalo huwa linafanyika baada ya miaka 2 kila mwaka. Leo tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026, Kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki inayo furaha kutangaza maadhimisho ya awamu ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani na kongamano la 3 la kimataifa la Kiswahili kwa upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Matukio haya yatafanyika Bujumbura, Burundi kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 7. Kongamano la kimataifa litafanyika tarehe 5 na tarehe 6 Julai, na hapo tutaelekea kwenye kilele cha maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani ambacho itakuwa tarehe 7. Matukio haya yote mawili yatafanyika chini ya kauli mbiu Kiswahili wingi lugha na akili unde, ikiwa ni hatua muhimu wakati Kakama ikisherehekea maadhimisho ya miaka 10 tangu kuanzishwa kwake na kuendeleza utekelezaji wa mpango mkakati wake wa pili unaoweka mkazo mkubwa katika wingi lugha na akili unde kama vichocheo vya utangamano wa kikanda, ubunifu na maendeleo endelevu. Siku ya Kiswahili duniani inaadhimishwa kila mwaka tarehe 7 Julai. Iliasisiwa na UNESCO wakati wa mkutano mkuu wake wa 41 mnamo mwaka 2021, na ilifanya Kiswahili kuwa lugha ya kwanza ya Afrika kupata siku ya kimataifa kutoka Umoja wa Mataifa. Uamuzi huu unaakisi dhamira ya UNESCO katika kukuza wingi lugha, kujumuisha tamaduni na kuendeleza lugha za Kiafrika katika ushirikiano wa kimataifa. Kiswahili pia kimepitishwa kama lugha rasmi ya 7 ya mkutano mkuu wa UNESCO katika kikao cha 43 cha mkutano mkuu wa UNESCO. Hatua hii pia ni muhimu na inakiweka Kiswahili sambamba na lugha za Kiarabu, Kichina, Kiingereza, Kifaransa, Kirusi na Kihispania, na hiyo inaimarisha ushiriki wa Afrika katika mazungumzo na mijadala ya kimataifa. Kiswahili inatumika kama lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na kama ilivyoidhinishwa na kikao cha 21 cha wakuu wa nchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na pia Kiswahili kinatumika katika Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, na pia ni lugha ya kazi katika Umoja wa Afrika. Na hali hii inaonyesha kwamba Kiswahili kinaendelea kukua na kuwa maarufu duniani. Kuanzishwa kwa siku hii ya kimataifa baadaye kuridhinishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 2024 hapo tarehe 1 mwezi wa 7, na hali hiyo iliimarisha zaidi utambuzi wake kimataifa na kupanua fursa katika elimu, utafiti, mawasiliano pamoja na sekta za ubunifu wa kidigitali. Kwa upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Baraza la Mawaziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki lilipitisha na kuridhia tamko la UNESCO la kwamba tarehe 7 Julai iwe siku ya Kiswahili duniani. Na aidha baraza liliidhinisha pendekezo kwamba Kiswahili au Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki iratibu shughuli za kukuza na kuendeleza shughuli hiyo ya tarehe 7. Na maadhimisho ya kwanza yalifanyika hapa katika makao makuu ya Kamisheni Zanzibar, na huku maadhimisho ambayo yamefuata huwa yanazunguka katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Baraza la Mawaziri pia liliagiza Jumuiya ya Afrika Mashariki kuliweka kwenye kalenda ya shughuli za jumuiya na kuhakikisha kwamba inaadhimishwa kila mwaka katika asasi na taasisi zote na katika nchi wanachama. Pamoja na hayo, Kakama ilipewa dhamana ya kuongoza na kuratibu maadhimisho hayo ya siku hiyo kwa upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Matukio haya pia yanakuja wakati muhimu ambapo maendeleo ya haraka ya akili unde yanabadilisha mifumo ya mawasiliano, elimu, utawala, uchumi na diplomasia duniani kote. Wakati maendeleo haya yakileta fursa kubwa, pia yanaibua maswali muhimu kuhusu ujumuishwaji wa lugha
uhifadhi wa utamaduni na usawa wa kidijitali. Lugha nyingine za Kiafrika ikiwa ni pamoja na Kiswahili bado hazijawakilisha ipasavyo katika teknolojia za kidijitali kama vile mifumo na taasisi za mashini, zana za utambuzi wa sauti, roboti sogozi na modeli kubwa za lugha, yani large language models. Na katika muktadha huu, matukio ya Bujumbura mwaka huu yatatoa jukwaa la kimkakati kwa wadau kutafakari jinsi akili unde inavyoweza kutumiwa kuimarisha Kiswahili na lugha nyingine za Kiafrika na kuhakikisha kwamba zinajumuishwa kikamilifu katika mfumo wa ikolojia ya kidijitali. Majadiliano hayo pia yatachunguza jinsi matumizi ya lugha nyingi au wingi lugha yanavyoweza kuendelezwa katika ulimwengu unaozidi kuendeshwa na akili unde, huku yakilinda lugha nyingine na utambulisho wa kitamaduni. Wadau wa Kiswahili watashirikiana kutoa maarifa kuhusu jinsi akili unde inavyoweza kuchangia katika uendelezaji na ukuzaji wa Kiswahili. Hapa tunasisitiza kwamba kuna haja ya kuangalia kwa namna gani teknolojia ya akili unde inabuniwa, namna inavyotengenezwa, namna inavyotumiwa kwa njia inayolinda na kukuza tamaduni, lugha, maadili na utamaduni wa Kiafrika, huku ikiendelea kuunga mkono maendeleo jumuishi na endelevu ya kijamii na kiuchumi katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kwingineko. Na vile vile katika matukio haya tutatoa jukwaa la kuchunguza mchango wa sekta binafsi katika kukuza Kiswahili, wingi lugha na akili unde ndani na nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mjadala pia utajikita katika jinsi wafanyabiashara wanavyoweza kutumia teknolojia zinazoendeshwa na akili unde kukuza matumizi ya Kiswahili katika biashara, ubunifu, elimu na huduma za kidijitali, huku wakitengeneza fursa za ajira, kuimarisha ushindani wa kikanda na kurahisisha utangamano nje mpaka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na vile vile vyombo vya habari na idhaa zote zitashirikishwa kuangalia ni kwa namna gani akili unde inaweza kuchangia kuondoa taarifa ambazo si sahihi, ambazo hazijengi, ambazo zinaweza kupotosha umma, na kuwa na jukwaa la pamoja ambalo linaweza kuwezesha uundaji wa istilahi kwa haraka ili kuendelea na kuzungumzia masuala ambayo yanaibuka mara kwa mara kama vile mabadiliko ya tabia nchi, magonjwa ya mlipuko, ili kuweza kupata istilahi za pamoja za haraka za kutumia inapotakiwa. Hizi ni pamoja na magonjwa kama corona, kama Ebola, ili taarifa ziweze kufikia kwa umma kwa namna ambayo inaeleweka na inaratibiwa kwa pamoja. Matukio haya pia yatazingatia umuhimu wa mabadiliko ya majumuisho ya kidijitali ambayo yanaunga mkono lugha na tamaduni za Kiafrika, huku yakichangia katika ukuaji endelevu wa uchumi wa ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na pia matukio haya yatakutanisha pamoja wasomi, watunga sera, wataalamu wa teknolojia, vijana, wabia wa maendeleo, wapenzi wa lugha kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki na kwingineko. Wajumbe wote watashirikishwa katika shughuli zote, watasikiliza makala elekezi, watachangia katika mada za kitaaluma zitakazowasilishwa, maonesho ya kiteknolojia, ya utamaduni, warsha na mijadala ambayo itakuwa katika meza duara. Pia vile vile tutakuwa na vikao ambavyo vitashughulisha masuala yanayoibuka katika Kiswahili na wingi lugha na akili unde, ikiwa ni pamoja na maendeleo ya teknolojia ya lugha, maadili ya akili unde, mamlaka ya kidijitali, akili unde jumuishi na ya kimaadili na Kiswahili katika mustakabali wa kidijitali, uhifadhi wa lugha kupitia teknolojia pamoja na elimu na ujuzi wa kidijitali katika enzi ya akili unde. Matokeo ya kongamano hili yanatarajiwa kuchangia kwa kiasi kielimu na kimkakati katika ajenda ya utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kuimarisha Kiswahili kama lugha rasmi, lugha ya mawasiliano mapana, lugha ya biashara, elimu, mawasiliano
diplomasia na mabadilishano ya kitamaduni. Matukio hayo pia yataendeleza utambulisho shirikishi wa kikanda, kukuza ubunifu katika teknolojia. Miongoni mwa matokeo makuu yanayotarajiwa ni tamko la Bujumbura kuhusu Kiswahili, wingi lugha na akili unde. Mapendekezo ya sera ya kujumuisha Kiswahili na akili unde katika sekta mbalimbali, na vile vile ramani ya kikanda kwa ajili ya maendeleo ya teknolojia ya lugha na ushiriki wa vijana katika maendeleo ya akili unde, hasa kwa kuangalia mawazo ya ubunifu ambayo yanaandaliwa na vijana. Na wakati Afrika Mashariki ikipiga hatua kuelekea utangamano wa kina, Kiswahili kitaendelea kuwa daraja muhimu linalounganisha watu, tamaduni na mataifa. Ni lugha inayochochea mazungumzo, kuimarisha mifumo ya elimu, kusukuma mbele ubunifu na kukuza utambulisho wa pamoja wa kitaifa. Tuendelee kuunga mkono ukuzaji wake ili vizazi vijavyo virithi tu lugha, bali chombo chenye nguvu za kujifunzia, ubunifu na mabadiliko makubwa. Umuhimu wa mabadiliko haya unajidhihirisha wazi tunapoangalia uhalisia wa dhuluma ya kilugha, yani language injustice, inayoweza kumweka mtu nyuma kimaendeleo. Fikiria hadithi ya mjasiriamali mdogo wa vijijini ambaye ubunifu wake wa kipekee wa kilimo unakwama kupata soko la kikanda au mikopo ya kigeni kwa sababu tu fomu zote, mifumo ya kibenki na miongozo ya kidigitali inapatikana kwa lugha ambayo hakuwahi kuimiliki au kuimiliki kikamilifu. Hapa ndipo akili unde inapoingia kama mkombozi. Kupitia mifumo ya akili unde ya kutafsiri lugha kwa usahihi kwa hali ya juu na zana za sauti za Kiswahili, mjasiriamali huyu ataweza kuongea kwa lugha yake ya asili, na AI au akili unde itabadilisha mawazo yake na kumpatia maarifa na taarifa anayohitaji, na hivyo kuvunja kuta za upenguaji wa kidigitali na kumpa nafasi sawa ya kushindana duniani. Kama nilivyosema, Kamisheni ya Kiswahili inafanya kazi kwa kupitia ngazi tofauti tofauti. Na upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ulivyo ni kwamba asasi ya juu kabisa ni mkutano wa wakuu wa nchi ambao unajulikana kama Heads of State Summit. Ngazi inayofuata ni Baraza la Mawaziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na ngazi ya tatu hapo kuna kitengo ambacho ni cha uratibu ambayo inahusisha makatibu wakuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo kazi tunazozifanya kama kamisheni, kama taasisi moja ya Jumuiya ya Afrika Mashariki zinaratibiwa hizo ngazi. Na ngazi ya juu kabisa hiyo ambayo nimesema ni mkutano wa wakuu wa nchi ulitoa maamuzi katika kikao chao au mkutano wao wa 21, waliridhia kwamba lugha ya Kiswahili. Lakini kabla ya hapo, kumbuka katika mkataba wa kuanzishwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ibara ya 137 awali hapo ilikuwa inatambua Kiswahili kama lugha ya. Kulikuwa na sehemu ya kwanza ilikuwa inatambua Kiingereza kama lugha rasmi ya jumuiya, na sehemu ya pili Kiswahili kama lugha ya mawasiliano mapana. Lakini ili kuendeleza hiyo Kiswahili kama lugha ya mawasiliano mapana, Baraza la Mawaziri lilitoa maagizo kwa kila nchi mwanachama kuweka mikakati ya kukuza na kuendeleza Kiswahili. Mikakati iliyowekwa ni kwanza kwamba waliagiza kila nchi mwanachama kuunda Baraza la Kiswahili. Baraza la Kiswahili ili liratibu shughuli zote au liweze kutekeleza maagizo yote au shughuli za kitaifa za kukuza na kuendeleza Kiswahili. Pia walitoa maagizo kwamba kila nchi mwanachama iweke mikakati ya kufundisha Kiswahili ngazi zote za elimu. Hili pia ni agizo ambalo lilitolewa na Baraza la Mawaziri. Pia waliweka mikakati kwa agizo kwamba kuanzishe program za kukuza na kuendeleza Kiswahili ili kiweze kutumika katika maeneo yote ya matumizi. Sasa kama kamisheni, upande wetu wa kamisheni, hayo masuala tunayafuatilia, lakini utekelezaji
ni wa nchi wanachama. Kwa hivyo kwa sababu sisi kazi yetu tunaratibu, tunaweka mikakati, tunaweka mwongozo, then kwa kushirikiana na nchi wanachama tunaandaa programs za labda kuwawezesha, lakini utekelezaji huwa mara nyingi unaendana na sera za nchi. Na pia Baraza la Mawaziri liliagiza kwamba kila nchi mwanachama iunde sera ya lugha ya Kiswahili, na hii sera kuanzia ngazi ya taifa mpaka tena taasisi nyingine ndogo ndogo ndani ya nchi mwanachama. Kwa mfano, sera ya vyombo vya habari inasemaje kuhusu Kiswahili, ambapo tunatarajia kwamba ionyeshe kwamba au ibainishe kwamba wanapoidhinisha chombo chochote cha habari kupata leseni, pia kionyeshe kwamba kina kipindi cha Kiswahili. Hizo ndio sera ambazo zinawekwa kitaasisi, ambazo tunatarajia kwamba labda kama ni sekta ya afya ibainishwe wazi kwamba kuwe na lugha ya Kiswahili katika mawasiliano. Pamoja na kwamba walikuwa wameshaagiza pia kwamba kila nchi mwanachama ihakikishe kwamba inatumia Kiswahili kama lugha rasmi kama ilivyoagizwa kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo utekelezaji kwa nchi wanachama unatofautiana. Na unatofautiana kwa ngazi zote, hata kwenye sekta ya elimu, kwa sababu unakuta kwamba kuna nchi wanachama labda ambazo hazijaanza kufundisha kwa sababu hazina walimu, kuna nchi wanachama ambazo hazijaanza kutekeleza jambo fulani kwa sababu sera hazijaruhusu. Kwa hivyo utekelezaji ndo bado unachukua hatua tofauti kulingana na nchi au na utekelezaji na mikakati ya nchi mwanachama. Lakini waraka maalum wa kukuza Kiswahili upo kuanzia ngazi ya juu kabisa ambayo ni ya wakuu wa nchi, kuanzia kikao chao cha 21 kuridhia Kiswahili lugha rasmi, na kikao cha mwisho cha 24 hapo waliagiza kwamba hiyo ibara ya 137 irekebishwe ili sasa ile sehemu ya kwanza pia iongeze Kiswahili na Kifaransa pamoja na Kiingereza kama lugha rasmi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tangu lugha ya Kiswahili itambuliwe kama lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, mwamko mkubwa kwa sababu hadhi ya Kiswahili imebadilika kimataifa. Kwanza imekuja kubainika, imebainishwa kama lugha ambayo inawezesha maendeleo, imebainishwa kama lugha ambayo inaweza kuwezesha uvumbuzi, jambo ambalo labda watu walikuwa hawajaanza kulitambua, lakini tangu tamko la UNESCO wameonyesha kwamba lugha linaonyesha kwamba lugha ina uwezo na ina nguvu za kuchangia maendeleo endelevu na inaweza kuchangia ubunifu. Ndio maana wanasisitiza swala la wengi lugha, ili lugha zote zipate fursa, zipate nafasi ya kutumika katika maendeleo ya namna yoyote ile, ili tuweze kufikia malengo ya maendeleo endelevu. Kwa hivyo tunaona kwamba Kiswahili kinaendelea kupata nafasi muhimu na kuhakikisha kwamba mamilioni ya watu duniani wanapata taarifa za maendeleo. Namna moja tu ambayo tunaweza kujumuisha kila mtu katika maendeleo ni kwa kutumia lugha ambayo anayeelewa, ili aweze kuchangia na kushiriki maendeleo endelevu kikamilifu. Na ukiangalia upande wa utekelezaji wa majukumu na mwamko wa kila nchi mwanachama, jitihada zinapigwa kila sehemu, kazi zinatangazwa. Washirika au wabia wa maendeleo sasa hivi wanachangamkia pia lugha ya Kiswahili kama kuna miradi, ili tuangalie ni kwa namna gani pia inaweza kushirikishwa kuliko ilivyokuwa awali. Lakini baada ya kugundua kwamba ni lugha rasmi ya mikutano ya UNESCO, unaona kwamba hicho ni kiwango cha juu sana ambacho kinabainisha fursa mbalimbali kwa kila mtu, mkalimani, mwanahabari, mfanyakazi wa kawaida au yule ambaye anahitaji huduma za afya, huduma za kijamii zozote, kisheria na kadhalika. Kwa hivyo ninaona kwamba kama kamisheni tunaona kwamba ni jambo muhimu ambalo sisi tunajivunia. Naomba niseme kwamba duniani kote Kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki ndio taasisi ya kimataifa ambayo inahusika na kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili. Taasisi za kitaifa zipo, lakini ya kimataifa. Na ndio maana na Umoja wa Afrika na UNESCO ili tuweze kukuza na kuendeleza Kiswahili kwa pamoja kwa ngazi tofauti.